Bongo Media TV, siku zote tunazidi kawaida. Tunayo idadi kubwa ya wanawake walioumizwa siku ya jana, lakini ni bahati mbaya hatujaipata idadi kamili kwa sababu watu walitawanyika kutokana na hali ya taharuki iliyokuwepo. Mpaka sasa bado sijaweza kuipata idadi kwa sababu hata mimi mwenyewe leo nimejikongoja tu kuja hapa, lakini afya yangu sio nzuri sana. Lakini wanawake tuliokuwa nao kwenye karandinga ambalo lilifunikwa zima kabisa walikuwa wanawake 50 ambao tulipuliziwa pilipili, ambao wote wana shida ya vifua leo hii. Ukiongea nao sauti hazitoki. Lakini wapo pia waliokuwa wameshikiliwa kwenye vituo mbalimbali vya polisi nchi nzima, ambako huko nako ni mambo mengi yamejitokeza, mambo ya kuumiza. Wengine walikuwa kwenye mfungo, walikosa haki za kusikilizwa kwa maana ya kufanya ibada, lakini wengine waliokuwa kwenye mfungo hawakuweza kupata hata chakula. Lakini na bahati nyingine mbaya zaidi, wale walioshikiliwa kwa zaidi ya masaa 24 hawakuweza kupata huduma hata za kujimwagia maji. Unaweza kufikiri ni kwa namna gani mwanamke anaweza kukaa kwa zaidi ya masaa 24 bila kuoga. Kwa hiyo mnaweza kuona ni namna gani watu wamefanyiwa udhalilishaji wa hali ya juu. Kwa hiyo ni mambo mengi yamejitokeza. Tunafikiri tutatumia muda kidogo kuhakikisha tunazipata taarifa ambazo ni kamili kwa usahihi ili tuweze kuchukua hatua, kwa sababu kilichofanyika jana hatukutarajia kwamba siku ambayo ni ya kwetu kabisa maalum wanawake wangefanyiwa mambo yote haya. Na tunaamini vyombo vingine vyote vinavyoamini katika kusimamia haki na usawa vitatupa ushirikiano wa kutosha ili tuweze kuwashtaki wote waliotoa amri ambazo zilikuwa ni amri zilizokiuka taratibu na haki za kibinadamu. Tutawafungulia kesi RPC waliotoa order za kukamata watu barabarani kwa maana ya kunyima uhuru wa kutembea, kwa sababu haki ya kikatiba ipo. Mtu yoyote anaruhusiwa kusafiri kokote kule, aende akafanye chochote anachohitaji mradi asivunje sheria. Kwa hiyo haki za watu kunyimwa kusafiri, haki za watu kunyimwa yale yote niliyoyataja ni lazima zidaiwe. Lakini wale waliohusika katika kunyanyasa watu, wawe mmoja mmoja, wakiwa askari polisi walionyanyasa watu wakitenda matendo tofauti tofauti, pia tutawapeleka mahakamani kwa majina yao binafsi. Hatutawapeleka kwa vyeo vyao, ili pia haya mambo yaweze kukomeshwa. Kama taifa, wanawake tumeonyeshwa aina ya tofauti kabisa ya ubinadamu, na sisi ni lazima tupaze sauti ili tuweze kusaidika katika hili. Kama wilaya ya Bunda kwa ajili ya kufuatilia mwenendo wa kesi ya ndugu zetu Kaunya na wenzake 20 ambayo ilikuwa ikiendelea hapa kwa muda mrefu, na leo tumewaona hapa ndugu zetu hawa wakiendelea kutuonyesha tabasamu na ujasiri wa hali ya juu. Tumewasikia mawakili wetu kwa namna ambavyo wanaendelea kuongoza mjadala wa mahakama vizuri. Tumeona namna mashahidi wanavyojikanyaga kwenye hoja, lakini ni mwendelezo wa kuendelea kuonesha ni namna gani mashahidi wanaoletwa hapa hawana jambo lolote ambalo linaweza kuthibitisha ya kwamba Kaunya na wenzake walitenda kosa hili ambalo wanashtakiwa nalo, na kimsingi tunaamini hapa hamna kesi, na mwisho wa siku kama kawaida yetu tutashinda hii vita. Kwa hiyo waheshimiwa viongozi pamoja na mawakili wetu ambao wanaendelea kusukuma jambo hili, sisi tutaendelea kushikamana kwa pamoja na wananchi wa mkoa huu wa Mara ambao wameonyesha ari na moyo na mwitikio wa kuendelea kulisimamia jambo hili, lakini zaidi kusimamia haki na kuhakikisha ya kwamba tutaipambania kwa nguvu zetu zote mpaka pale tutakapofikia tamati. Kipekee kabisa niwapongeze wanawake wote ambao tulishiriki pamoja siku ya jana katika maadhimisho yetu ya siku ya mwanamke duniani. Japo hatukuyafanya kwa staili tulivyokuwa tumejiandaa, lakini kile ambacho mlikifanya jana, ujasiri ambao mliuonyesha jana, mpaka leo mjadala wa dunia ni BAWACHA. Naomba niwapongeze sana. Lakini kipekee pia niwapongeze na kuwashukuru viongozi wetu wote wanaume, BAVICHA hasa, namna ambavyo mlitutia nguvu na kutushika mkono kuhakikisha mnatuvusha kwenye viunzi vyote
na kutufanya tung'are, lakini sio kwa sababu ya BAWACHA pekee. Hii ni kwa nia njema ya kuendelea kukilinda chama chetu, na chama chetu tutakilinda kwa wivu mkubwa. Niwahakikishie hapa, tunajua tuna mawakili ambao ni imara sana. Yeyote ambaye anafikiria kuendelea kufungua kesi au kutufungulia kesi mahali popote, tuhakikishie tu ya kwamba sisi watu wa Chadema pamoja na mawakili wetu wasomi, hakuna kesi ambayo tutashindwa. Iwe kuanzia ya mwenyekiti, ziwe kesi mbalimbali za viongozi, ziwe za wanachama, hata mashabiki wetu ambao wanatusupport kwenye siasa. Tutaendelea kutumia nguvu zetu, rasilimali za wasomi wetu tulizonazo kuhakikisha kila mtu anatetewa kokote aliko. Kwa hiyo niwaombe sana, yeyote ambaye anajaribiwa kutishiwa hali ya usalama au kunyimwa haki popote, mawakili hawa wameonyesha ukomavu, wameonyesha uwezo wa hali ya juu ya kulinda haki za raia. Tutaendelea kusimama hapo, lakini niwaambie tu, hata sisi kilichotukumba jana, tukapigwa, tukanyanyasika, tukaonewa na tukaumizwa, sisi pia tutawatumia mawakili wetu hawa kuhakikisha ya kwamba wote waliotufanyia manyanyaso tunawashtaki. Tutakwenda mahakamani. Wanawake wamedhalilishwa, tutahakikisha tunafungua kesi maeneo mbalimbali. Tutawashtaki ma-RPC wote waliowanyanyasa wanawake siku ya jana. Tutawashtaki mmoja mmoja wote waliofanya matendo ya kudhalilisha wanawake siku ya jana. Tutawashtaki kwa majina yao binafsi, na wengine tutawashtaki kwa vyeo vyao. Wengine walitoa amri ambazo zimekwenda kuumiza na kudhalilisha utu wa mwanamke. Hiki hatutakubali. Tutasimama katika haki, na haki hii haitaombwa bali itapiganiwa na ninyi na sisi sote. Baada ya kusema hayo, nawatakia kila laheri na Mungu awabariki sana. Kupata taarifa zetu, subscribe channel yetu ambayo ipo YouTube na ubonyeze kengele. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Nenda YouTube sasa hivi, andika Jongo Media TV au nenda Instagram yetu. Kwenye bio kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV. Jongo Media TV, siku zote tunazidi kawaida.